people, but my name is Alan Viewers once again and we're here again. Okay, leo nataka nizungumzie mwanzo kabisa ya maisha yangu na safari yangu mimi ilianzia wapi. Jinsi gani nilianza kutembea kwenye ulimwengu wa kiroho na ulimwengu huu wa kimwili. Sawa? Na kwanza naomba Malaika Gabriel simamie kinywa changu na uniongoze katika hii safari. Okay. Ilianzia hivi. Kwanza nilikuwa ni binadamu ambaye binadamu pitia matatizo mengi, ila mimi vita yangu kubwa ilikuwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho ndio nilikuwa na vita kubwa sana toka nipo udogoni. Nimesumbua sana wazazi hivi na vile, mpaka baadhi ya zawadi ambazo Mwenyezi Mungu alizonipatia ilibidi zifungwe kwa muda, kwa sababu nilikuwa nasumbua na walikuwa hawajui jinsi gani ya kuweza kuzielekeza na kuniongoza. Ila haikuishia hapo, bado zilifungwa zile zawadi Mwenyezi Mungu alizonipatia, ila vile viumbe viovu vilikuwa vinaendelea kunishambulia na kunifuata. Sasa unajua toka udogoni mpaka unakuwa inafika stage unazoea. Sasa unapozoea unaanza sasa na wewe kuanza kuvijaribu. Ndo siku ya kwanza naanza kuvijaribu, ndo siku ya kwanza nilipoanza kujua sasa udhaifu wa viumbe vya kiroho na zawadi zangu kuanza kuzifungua moja baada ya nyingine, kwa sababu kila unavyozidi kupambana kwenye ulimwengu wa kiroho na unaposhinda unazidi kupanda renki, na zawadi zako ambazo Mwenyezi Mungu alizifunga yeye mwenyewe, achana hizo funga tu na binadamu, Mwenyezi Mungu anakuwa anazifungua na ulinzi mpya unazidi kusogea, ulinzi wa kiroho unazidi kusogea. Na sasa kwa sababu ya kile kipawa na kipaji ambacho Mwenyezi Mungu alichokuwa amenipatia, ndio pia kunasababisha kwenye ulimwengu wa kiroho na kuwa naonekana sana. Mwanga wangu ni mkali sana. Ninavyozidi kuwa naonekana sana ikawa inasababisha vita kila kukicha. Yaani usiku unalala, unaamka. Nakumbuka udogoni nilikuwa nikilala, nikiamka naenda kukojoa, nikirudi kulala ndoto kama nilipiga pause na nimepiga play. Yaani inaendelea pale pale ilipoishia. Sasa ikafika kipindi usiku mimi nikawa kulala ikawa inanijia ugumu. Hata shule nilikuwa yani nafika sana kwa kusinzia, kwa sababu usiku mimi nilikuwa sikulala mtihani. Hasa nafsi chafu kama zimepanga kuja na kuwa najua. Kwa maana ninapokuwa najua na kuwa malaika wangu wa ulinzi kuna muda anakuwa hawaniruhusu kuweza kulala. So kila vita inabidi nipambane, vita nyingine unakuta wanapambana wao wenyewe. Sasa hiyo ikasababisha kwenye ubavu wangu wa kazi, career pia ikawa na mitihani, kwa sababu ya kuwa vile watu unaokutana nao, unajua watu wazima ambao wametuzidi umri, wapo ambao ni wema, wapo ambao ni waovu, wapo ambao wanachezea vitu vya kiroho, wapo ambao wachezea vitu vya kiroho. Wanaochezea vitu vya kiroho wakikutazama wanakuwa washakufahamu kwamba wewe ni mtu gani. Kwao wanakuwa wanakuwinda. Sawa. Kwa hiyo ikawa inasababisha mambo yangu kuwa magumu kwa namna moja ama nyingine, ila si kwa mipango ya Mungu, kwa mipango tu ya Shetani pamoja na binadamu wenye roho dhaifu. Kwa hiyo safari ilianzia pale nilipoanza kujitambua tu. Wanako dogo sikuwa sijitambua, yani nilianza kujitambua tu pale kwamba unaweza kaniingiza dukani nikarudi, na pale ndo safari yangu ilipoanzia. Kwa hiyo ndo vita ilipoanzia, na mimi sasa ilipoanzia kuanza kukua na kuanza kuzoea mdogo mdogo, mpaka kuanza kuvijaribu sasa. Maana unavishuhudia mara kwa mara, inafika stage kwamba hebu kwanza nivijaribu. Kwa hiyo sasa ndio ikanifikia mimi kupata habari zao ama kujua mbinu za kuweza kumpiga na kumshinda Shetani, kwa sababu tu ya mimi kuweza kufanyaje, kutembea kwenye kiza kwa muda mrefu sana, kwa sababu sikuwa na mtu wa muongozo wa kuweza kuniongoza kwamba okay, wewe kipaji chako Mwenyezi Mungu alichokupa ni hiki, inabidi uishi hivi hivi na hivi. Na hata nilipokuwa nilikuwa ni mtu ambaye kusema niende kwa wataalamu nilikuwa sikiamini kwa kitu, nafsi yangu na malaika ambao wananiongoza walikuwa wananikataza kwamba sisi ndio tutakuelekeza. Kwa hiyo stage ya wao kunielekeza ilikuwa ni ngumu, kwa sababu bado nilikuwa sijaweza kupata njia ya kuweza kuzungumza nao. Umeona? Nilikuwa sijaweza kupata njia ya kuweza kuzungumza nao kiundani. Yaani ilikuwa labda tu unaweza kulala ukakuta ndoto tu ikaja kwamba fanya hiki. Yaani
Okay, nikifuata kama kuna tatizo na kuona kwa nikaanza kufuatilia mdogo mdogo, au Kiingereza nikawa nimekaa tu kasikia tu fanya kile, unakuta kweli kama nilikuwa risk haifunguki, kuna magumu, kuna nini, yanakaa sawa. Kwa hiyo hao ndo wakawa ndo marafiki zangu wakawa ni malaika. Kwanza ikabidi nikae mbali kidogo na binadamu, kwa sababu wengi wao walikuwa wengine wanakufanyia maovu bila hata kujua kwa nini wamekufanyia. Umeshaelewa? Kwa sababu mtu akiwa hata na ile chuki ama hata kuona kwa nini wewe uko vile, mtasamee napika kwa najaribu kuchungulia, kwa nini huyu mtu yuko vile, kwa nini huyu mtu kajaliwa hiki, kwa nini huyu mtu kajaliwa kile, sawa. Kwa hiyo ikawa inasababisha zile purukushani za hapa na pale, ila ndo mafunzo na nikaja kugundua na ndio njia ambayo nilichagua mimi kuja kupita katika ulimwengu, ili kuweza kujifunza na kuweza kuwaelekeza watu kwamba kiza kiko vipi na kizani unatoka vipi na jinsi gani, yani I don't know even how to explain it, but hiyo ndo ilikuwa ndo mission yangu. So ilikuwa ndo mission yangu, japo niko na mission mpya sasa. Kwa cha kwanza ikabidi niweze kuwajua viumbe wachafu vizuri, sawa, kwa sababu ndo muda wote walikuwa wananyemelea muda wote. Kwa hiyo ikabidi niwafahamu vizuri na nifahamu nini wanaita madhaifu yao yako wapi. Cha kwanza, kiumbe kichafu dhaifu lake ni kwamba usipokuwa muoga anachanganyikiwa na atakukimbia. Na kuna mawili, atakukimbia, ila wengi wao haswa, umeona, yani akikukimbia basi anarudi kwa aliyemtuma kama alitumwa, ila kama hakutumwa ni yeye mwenyewe alikuja, kinachofuata yule kiumbe mchafu hata kushambulia tena, ataanza kuwashambulia wanaokushambulia wewe, kwa sababu kiumbe mchafu siku zote anatakaga tuseme kama kumsujudia kiumbe ambaye ana nguvu kumzidi yeye, ndio jinsi alivyo. Kwa hiyo dakika ya mwisho anakuwa anakulinda wewe ili watu ama viumbe vingine visiweze kukushambulia wewe, kwa sababu kashakuona wewe una nguvu. Ushaelewa? Ndio jinsi anavyokuwa. Na binadamu sisi tuna pande mbili, kiza na mwanga. Kama unaonaga kwenye nembo ya Kichina ya duara kama imegawanyika kati, inaitwa yin yang. Yin yang ni feminine na masculine energy. Sio Kiswahili inaitwaje, ila ni nguvu ambazo sisi binadamu wote ambazo inabidi tuzibalance. Mwanaume una nguvu ya kike na kiume, na mwanamke ana nguvu ya kike na kiume. Kwa mwanamke nguvu ya kiume maana yake ni ile kuonesha hasira na kutaka kupambana, na ukike ni ule upole wake, ucheshi. Kwa kila mtu anavyo, mtu wa kiume una ucheshi, una upole, afu pia una ile hasira kutaka kupambana. Kwa ndio inaitwa yin yang energy. Kama tunaangalaga movie wanasemaga kuna shule za kiza na shule za mwanga. Hapana, hakuna shule za kiza na shule za mwanga. Wewe inabidi ubalance kiza ndani, ubalance kiza chako na mwanga wako ambao uko ndani yako. Utakavyoweza kubalance, kwa sababu mtu hawezi kuja akataka wewe kukuangamiza, kukutoa nafsi yako, ukasema ukae ucheke umwangalie. Lazima utajitetea, si ndio? Ila kujitetea kwako wewe hautorudisha dhamira yake kwamba anataka kukuangamiza na wewe unataka kumwangamiza. Utamdhibiti ashindwe kukudhuru. Na hisa hapo mnaanza kupata picha na mnaanza kuelewa. Kwa hiyo ikabidi niweze kubalance ile yin yang energy. Unaweza kubalance ile yin yang energy, manake viumbe vya kiza vikija kukushambulia, vikikutana umebalance ile kitu, hawezi kukushambulia tena. Kinachobaki anakuwa anapambana pembeni yako, ila anakaa ubavu wako kule wa hasira. Viumbe vya mwanga ambao ni malaika na nini, wanakaa kulia kwako, ambako ni sehemu ya nini, upole, ucheshi na nini. Kimfano malaika Michael, tolee mfano. Malaika wengi wanasifika kwamba wana muonekano mzuri na nini, si ndio? Ila kwa nini anabeba upanga? Kwa nini akikuta nafsi chafu ambayo inataka kufanya maovu anaiangamiza? Kwa nini? Na kwa nini ndio hata tukiangalia unaambiwa kwamba una malaika anaandika maovu na mazuri? Kwa nini Mwenyezi Mungu kaweka hao pande mbili? Kwa sababu wewe unabidi ubalance maovu yako na mazuri yako. Sawa? Vyote inabidi uvibalance. Na ndio maana viko hivyo viumbe viwili pembeni yako, kulia na kushoto. Channel. Vyote uvibalance, utembee katika haki. Kwa sababu angekupa tu mwanga na upole tu muda wote, watu wangekuwa na kukanyaga na kukufanyia wanavyotaka wao muda wote.
Ushanielewa? Iko ndo kitu kikubwa sana ambacho binadamu anashindwaga kukielewa, kwamba mtu akikupiga shavu la kulia mgeuzie na la kushoto. Labda anakuwa anakupiga kila siku. Yaani haimaanishi urudishe, ila weka mipaka kwamba mtu kakutukana kafanya nini, ubavu wako hauko, labda ungecheka kwa mwanga, ila ubavu wako hauko, hautocheka, utanuna, utatazama, utaondoka. Sawa, kwa maana yake umetumia bavu zote mbili. Kwanza umeipokea ile hasira, sawa, iko ni kiza chako sasa ambacho kinataka kufanya maamuzi. Afu pokea ile hasira kuonesha umekasirika, ukaja ukapokea ule mwanga. Na watu wanashangaga mimi kwa nini watu wakinifanyia maovu, ni kwamba nitaonesha hasira afu baadaye nitacheka. Yaani hasira yangu ya mwisho ni kucheka. Nimebalance yin yang, masculine energy, masculine and feminine energy. Kwa hiyo inabidi ubalance kiza chako na mwanga wako. Sidhani hii video kama itaweza kuwa ndefu kwa sababu najua kule vitu jioni ushakuwa naweza nikaunguza. Kwa hiyo inabidi muweze kuvibalance hivyo vitu. Kwa hiyo nilivyoweza kuvibalance hivyo vitu, ndo hizo nafsi chafu, kwamba hata ije nafsi chafu yenye nguvu kiasi gani, ikija ikikutana na mimi pale, kama mimi nitabaki nimeitazama, itaona na hasira, alafu pia nina mwanga ambao natamani iangamize, ila nitakuwa nimetulia katikati. Kwa hiyo unapokuwa umetulia katikati, hivi vitu vyote umevibalance, hiyo nafsi chafu inakosa sehemu pa kuingilia. Ushanielewa? Kwa hiyo kuna mawili, irudi moja kwa moja kwa muhusika, ikavune kule, sawa, kwa sababu ilishaidiwa kitu fulani, imekosa kwangu, itarudi kule ikavune, si ndio? Kama ikikosa basi isipoamua kwenda kule kuvuna, maana yenyewe pia vina maamuzi, sawa, na vinapenda kutembea na kusimama kwa viumbe wenye nguvu. Kwa hiyo inaweza akakaa ubavu wako wewe, akaanza kusimama kukulinda na nafsi nyingine chafu zinazokuja sasa. Ushanielewa? Kwa hiyo unakuwa na ile masculine and feminine energy umebalance, ile yin yang, kiza na mwanga, ila havitakiwi kugusana. Kimoja kikisha mzidi mwenzake, basi ushaanza kuingia kwenye mwanga sana ama kwenye kiza sana. Na ukishakuwa kwenye mwanga sana, maana ushakuwa mdhaifu kidogo. Ukishakuwa kwenye kiza sana, ushakuwa mdhaifu. Inabidi ubaki katikati. Ndio maana wale samaki, kama ndio mara nyingi ni samaki mweupe na mweusi, wanazunguka ila hawagusani. Kila kitu kina mipaka yake. Kama mara mwisho, labda nitoe historia moja. Mara mwisho nilikutana na kiumbe ambacho kilikuwa kinajaribu kunishambulia kwenye astral projection. Hii ulimwengu unavyolala, afu nafsi inatoka inatembea ulimwengu mbalimbali, kutembea, kujifunza, kuendelea na mission nyingine, kwa sababu ulimwengu iko mingi sana. Ulimwengu iko mingi mno. Na viumbe ambao tumeumbwa na hizo nguvu ama zawadi za kiroho, tunakuwa mara nyingi usiku tunaenda kwenye astral projection kuweza kusaidia ulimwengu mingine, kuweza kupambana na mashaitani ambao wanaweza kuleta madhara kwenye ulimwengu ama kwenye ulimwengu mingine. Maana kama mimi niko sehemu nyingine, niko sehemu nyingine, niko sehemu nyingine tena. Sawa, labda kuna mimi sehemu nyingine nimekwama, inabidi nikajisaidie, nikatoe msaada, na kwa naenda kule natoa msaada. Na kama ukijiona kuna muda unaota ndoto kwamba uko kama station ya unajiandaa kurudi safarini, maana yake ushatoka kwenye mission, upo sasa Mars. Mars wanakuambiaga sana, sijui akina Elon Musk anataka tuende Mars, sijui katengeneza maisha. Mars ni kituo cha astral projection. Najua nazungumzia elimu ambayo iko very deep, ila ndio muda wake umefika. Ni kituo cha astral projection. Kwa hiyo unakuwa ukishatoka kufanya mission yako, utajikuta tu kabisa huko katika sehemu fulani ambako unajiandaa kurudi, afu ghafla utajiona umerudi. So my people, kwanza nataka niwaambie, hiyo ndio ilikuwa safari ya kuweza mimi kujigundua na kuweza kujua kwa vitendo. Kwanza kujikumbuka mimi ni nani. Kujikumbuka mimi ni nani, kila kitu kikawa simple na rahisi sana. Akikuwa tena kigumu kama mara ya kwanza na hangaika huku kule hivi vile, ila balance hizo energy zako mbili. Ubaya haulipi kwa ubaya, ubaya ulipo kwa uzuri, sawa? Ila ulio balance na ubaya ulipo kwa uzuri na uzuri ulipo kwa uzuri. Unaulipaje vipi? Kwa nini vyote nimesema kama unavyolipa kwa ubavu mmoja, si ndio? Mtu leo hii katokea akakutukana, kakutusi, huna haja energy
nguvu iliyokuwa ndani yako ina uwezo wa kutoa jibu sahihi, kwamba macho tu jinsi utaweza kumtazama mtu sawa, ama yani huna haja kuongea ili mtu aweze kuelewa. Kama mtu akikasirika, mzazi amerudi amenuna, utajua tu baba leo amenuna, hataki kuwa na mtu karibu. Kwa hiyo energy yako inabidi energy ndio iongee, sio wewe. Sawa. Ukiwa na furaha, mtu atakuona tu wewe mwanangu, kama leo na furaha, hata kama hujacheka, appearance yako. Sawa. Najua nita dive very deep, ila ndugu zanguni, naishi leo tutaishia hapo ili nisiweze pia kuwachanganya kidogo, ila kwa hapo nahisi itakuwa vizuri. Okay, let's go a little bit kidogo. Kwa hiyo hivyo viumbe vinaanza kunishambulia day to day, kabidi nianze kuvisoma na kuvijua madhaifu yao, kwa sababu vilikuwa vinaninyima amani na kunikosesha amani. Ila toka nilivyojua kwamba nikikishinda kiumbe kiovu nazidi kupanda daraja kiroho, nikawa sasa ni mtu ambaye hamna mtu anayependa vita, ila kama ndio umeumbiwa hivyo utakuwa unatamani kila siku upate majaribio mapya ili uweze upande rank. Mamisho nakumbuka tena kutana na kiumbe mmoja ambaye wanamuita Blood Demon, kama sikosei, Blood Demon, ambaye yeye anasababisha wewe uweze kutaka kujizuru, labda kujifanyia maovu na hivyo. Yaani wewe ujifanyie maovu ama mtu yote anataka kuona anataka kufanyia maovu, yani kuweza kusababisha tu damu iweze kutokea. Alikuwa ni kiumbe ambaye kaja tuseme na nguvu kali sana, ila nilipoweza kumtazama na kuweza kunitazama, hakuweza kufanya chochote, kwa sababu nilikuwa niko kwenye energy yangu imebalance. Afu mimi ndo kiumbe bora kuliko kiumbe chochote duniani. Binadamu ndo kiumbe bora kuliko kiumbe chochote duniani. Ukiachana yes I'm an angel. Sawa. Ila binadamu ndo kiumbe bora kuliko kiumbe chochote duniani. Kwa hiyo akakuta kwamba nimebalance na nimetulia na mtazamo, akajua mamlaka yangu na akaona hakuna shida ya kuweza kutaka tena kunishambulia, kwa sababu okay, kiumbe mchafu anakushambulia wewe ukiwa mchafu, labda hapo ndo umenielewa. Ila wewe ukiwa msafi, kiumbe mchafu hawezi kukushambulia. Kuna mawili, arudi kwa yule aliyomtuma ambaye alikuwa na mawazo machafu, ama asimame na wewe, kwa sababu hamna kitu ambacho anaweza kikamsaidia yeye aweze kuingia kwenye mwili wako, kwenye nafsi yako, kwa sababu hata kuwa na winda pale ufanye ovu tu apate chance. Sasa wewe umebalance ile yin yang energy. Mtu akikutusi huko neutral, mtu akifanya hivi huko neutral, huko neutral, apate njia. Umeshaelewa? Kwa sasa anapokuwa anakuona apate njia, maana yake anagundua wewe ni kiumbe, tuseme ni kiumbe bora. Anaona ule ubora wako, ule upure ambao binadamu alidesigniwa sasa hivi tu kwa chache mno. Kwa hiyo anakuwa na ally, anakuwa anatembea na wewe. Sawa. Anakuwa sasa yeye anashambulia wale watu ambao wenye nafsi chafu na ana mawazo machafu anataka kukufanyia wewe, kwa sababu umebalance. Kwa hata kama ubavu wako wa kiza, sawa, ila hata kushambulia kwa sababu kashakuona wewe ni kiumbe bora, ila atawashambulia wale watu ambao wana malengo kufanyia wewe maovu, kwa sababu mtu anataka kufanyia ovu, sawa, wewe hujamfanyia ovu, kwa kile kiumbe kitakana wewe sasa kishambulia wale, kwa sababu kashajua wewe ni kiumbe mkubwa na una nguvu fulani, wengi watakuwa wanataka kukushambulia. Kwa na yeye hapo ndo atakapoweza kufanyaje, kula kwa kuweza kuwashambulia wale. So wewe kuweza kuwaomba kufanya nini ni wao wenyewe, na naona hiyo ndio njia sahihi sana ya kuweza kujiwekea ulinzi, kwa sababu kusema uende ufungue mlango wa kuzimu uombe nafsi chafu ikulinde, unaingia nayo mkataba, manake utailipa kitu fulani, ila ile imeamua yenyewe, na wakishamuaga kwamba hivi basi hawezi kwenda vile. Umeona? Na malaika muda wote watakuwa wanakuja wanakusupport na wanananiliu. Yani hii elimu ninayozungumzia ni elimu ambayo kidogo najua italeta utata, kwa sababu nimezungumzia kitu ambacho kiko very deep, ila sijui nini ambacho kimeweza kuniongoza, kwa sababu najua tu kuna mtu yupo huko ambaye alikuwa anahitaji kufahamu hiki kitu. Nafahamu unaweza hata ni mtu mmoja tu,
wengine wote kaa ni watu ambao kupita tu, wengine anaweza sasa maliza hii video, ila ndio hicho, yani balance in energy yako. Amnaga shule ya kiza na mwanga, inabidi balance vyote, kwa sababu binadamu wewe hata uwe na uwema kiasi gani, kuna mtu siku atakufanyia kitu ataona ubovu wako wa pili. Kile kiza sasa inabidi ukiteme, kisikuendeshe, wewe ndo ukiendeshe. That's what I'm trying to tell you. Sawa? Kisikuendeshe, kisababishe wewe kamzuru mtu, ndo nachokimaanisha hapo. Ukikiweza kukimudu, yani ukaweza kukiongoza, basi, kwa sababu mwanga wako kuongoza ni rahisi. Ongoza kiza chako, ongoza ile tamaa. Umeona mtoto wa kike, labda hujaoa, labda una mke, ila yule si halali yako, iko ndo kiza chenyewe, kisikuongoze. Hiyo ndo dhambi yenyewe, isikuongoze. Naomba niishi hapo my people, nami nikaweza kwenda kula sasa. It's Alan the Wise once again. Let's move in peace. Shout out my nigga, love you.